Dunia tutambue, tuombeeni Mungu wenye kutushika mkono atushike tufike mbali, ikiwezekana tutibie dunia mzima. Hali imekuwa mbaya, maradhi yamekuwa mengi. Tuombeeni Mungu zizidi kuwafaa watu na zifike mbali. Na hasa mimi niombee Mungu hata baada ya kufa watu waendeleze ile gurudumu, kwa sababu lina faida. Isiwe kufa kwangu mimi ndo basi hakuna ya matibabu tena kuendelea. Waswahili wanasema kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa uhunzi, lazima uhunzi uendelee. Kina mama wenye fibroid, uvimbe wa kizazi, uvimbe nje ya mfuko wa uzazi, ndani ya mfuko wa uzazi unaosababisha saratani mpaka kwenye kinena kugumu, kigusa kunauma, tumia dawa inaitwa Muliat Sahal. Tumia dawa inaitwa Atiqun ambayo inadili na PID, joto vimbe. Lakini pia tumia vidonge vya Mamluatun. Inshallah uvimbe utakuondoka, na ukiondoka bila amalia, bila kupasua, itakuwa vizuri zaidi. Lakini matatizo ya pressure sasa hivi, umri tena, uzito, moyo unaenda mbio, basi tumia dawa hizi ambayo kuna amrad qalbun marid na majmua alqulub. Hii ndo amla ndani yake, tushaieleza sana lakini humu mna michaichai na vitu vingine. Ile tunda la amla liko humu, ambayo hata mambo ya COVID inadili nayo sana, lakini amla khasatan kwa moyo habari zake kubwa sana. Tunaita aliamza, ndo amla. Ukiingia kwa YouTube utaona faida za mchaichai, utaona faida za mremela, utaona faida za amdalasini, na vyote vimemixiwa humu. Kwa hiyo ni dawa nzuri kushusha pressure, moyo uliotanuka, moyo uliojaa mafuta. Kwa nini baba yetu tukuache ufe? Na sisi wajukuu zako tupo, tumekuletea product hii. Tumia, mweke Allah mbele. Unapofanikiwa tuambie, usinyamaze, ili kututia moyo kwamba tumepatia. Manake mgonjwa akiwa kwa daktari, hata kama kapona, anamficha nafuu. Bwana bado, ili yule daktari azidi kuhangaika. Hapana, toa information ya ukweli. Alhamdulillah, hali naiona, ili tuzidi kuona kumbe hii dawa ni nzuri, tukoleze viungo. Lakini pia maradhi hatari yalotokea sasa hivi mpaka kwa watoto wadogo, al-kidney, maradhi ya figo, mpaka watu wafanya kidney amalia, mpaka watu wanafanya dialysis kwa wiki mara 3, figo zimeoza. Tumia dawa iliyomexiwa na mti wa naana inaitwa al-kidney kwa ajili ya kuitibu figo. Lakini huwezi kuitibu figo au bandama au ini bila kutoa sumu, huo ni uongo. Kwa hiyo kuna mafuta ya sampuli 3 ya kutoa sumu. Kuna castor oil, kuna onion oil, lakini kuna habas sauda ya Kisomalia. Haya yanaondosha sumu. Kisha baada hapo ndo unatumia, yanaitwa zait mujarrab. Unatumia al-kidney, na kwa ajili ya maumivu na tumbo kushuka chini na kupata haja ya kukojoa, tumia dawa inaitwa akabadun. Kwa dawa za figo ni hizi 3, ni kuoneshe ili upate kupiga picha kwa pamoja. Ni kuoneshe upate kupiga picha kwa pamoja. Hizi hapa. Sema naomba ile dozi ya figo, hizi hapa. Asante sana. Tukiwa tupo mwishoni, baada ya kupatwa na maradhi ya vidonda vya tumbo, yamekuletea ugonjwa unaitwa mgoro. Waarabu wanaita amradhu bawasir, Waingereza wanaita hemorrhoid, Waswahili wanaita ugonjwa wa nyani. Hatari kweli kweli. Mgoro ni hali ya mtu kupata choo chenye damu au maumivu makali. Tumia dawa hizi zinaitwa Mashakir Bawasir powder na Mashakir Bawasir oil. Mafuta haya utapaka kule kwenye vidonda, na athari hii utakunywa inshallah. Mwenyezi Mungu atakupa uzima na afya. Na Bawasiri na atesa watu wengi. Dawa mbili za mwisho, magrupu mawili. Uzito umekuwa mkubwa mpaka umepooza, patwa na kiharusi, au umekaa chooni majini wamekupiga umepooza, habari zake kubwa. Mwenyezi Mungu atuweke mbali na maradhi haya, yanarostisha sana. Mwanaume ukipigwa na stroke umekwisha.
Mke anakukimbia kama hana subira. Maana huna lako jambo. Huna lako jambo. Na siku hizi ajabu, hebu tembelea pale Muhimbili. Wakuta vijana wadogo wamepoza. Siku hizi ya maradhi mengi sana. Mengi hadith wala haraj. Kwa kweli pamoja tunauza dawa, lakini ukweli usiopingika, jamani, ni vizuri sana tukawa tunafanya check up mara kwa mara ya afya zetu. Usiende tu karne hii tena. Maabara zipo sehemu mpaka watu wanajitolea kufanya check up za mwili, full body check up. Siku hizi watu wakisoma maulidi unasikia wanatoa na ofa ya kijamii, watu kupima bure. Wewe hata kupima unaogopa, unakimbia. Pima ukimwi, pima kifua kikuu, pima Wachina wana vibranchi kila sehemu wanapima. Sasa kila ukitembea kapime ujue afya yako. Saa nyingine kuna maradhi yanakuja hata uumwi, lakini anatafuna kidogo kidogo, yakifika sehemu yake unadondoka. Wewe mara ngapi mtu ataka kusafiri nje ndo anaenda kupimwa mwili mzima, kisha anaambiwa wewe huwezi kusafiri, inaonekana una kesi ya ini. Mimi nina ini tena, analia. Hasadi, sio hasadi. Wataalamu wamekuona una affect katika ini, huwezi safiri. Kampuni haiwezi kukuchukua kwenda nje kwa sababu utafanya kazi gani wewe, utaenda kuwa mgonjwa. Lakini hayo ilikuwa uyapime hata kabla ya safari. Kwa hiyo leo watu wanaanza kucheki mwili wake, lakini kwa sababu kapata safari. Na mwingine anaenda kupima kwa sababu ataka kuoa. Na hapo anakazia, kwani hatuwezi kuoana hivi bila kupima? Si nishafanya istikhara. Wewe apime. Na mimi siku zote ndo nasema hivyo maneno yangu, saa nyingine yalikuwa makali. Watu wanapima ukimwi tu washamalizana. Kasema nani? Mkitaka kuoana kapime maradhi yote ya zinaa. Sio ukimwi peke yake. Pima ukimwi, pima gonoria, pima kaswende, pima UTI. Haki UTI wangapi bwana, watoto wari wameolewa, baada ya kuolewa anaanza kutoka uchafu huko, kwa sababu kijibwana hichi kilikuwa kijatulia, sasa kimemletea UTI za kufa mtu, UTI za watu 200. Kikorofi hichi. Alafu kilienda na kanzu yake. Wake ule wakati wa kanzu, ule wakati wa kuoa, hata sharubaru apelekwa Ilala pale kuvalishwa kilemba hicho na kipanga kiko hapa na mkanda. Utafikiri ni Mwarabu kutoka Omani, kumbe mbongo tu, mkorofi mmoja tu. Sasa ameoa na kapewa mtoto mdogo, hana ghafla, aenda kumaliza. Nyie mkishapima ukimwi ishatosha? Hapana, kapimeni yote. Wa ukimwi sio ujambo. Nenda kwenye kundi la watu waambie, jamani tupimeni ukimwi uone maneno. Umetumwa au? Watu wataki, wana wasiwasi kwa sababu wanajitolea mwanga, hasa wanaume. Wenyewe wanasema kwani umekuja kulinda dunia? Hapana, sio hivyo ndugu zanguni. Utakufa kizembe. Utakufa kizembe. Lazima mjitahidi pabakie kadari ya Mungu. Lakini kujua afya yako vizuri. Alafu tembea na barakoa. Sio ilivyotokea corona tu. Kiprotoko tembeeni na hizi barakoa. Kuna maradhi mengi yanaenea kwa njia ya hewa. Miongoni mwayo shekhe, maradhi ya TB. Akikupumulia tu umekwisha. Maradhi ya kifua kikuu yasikie hivi waliaadhu billah. Mimi nilikuwa na binti hapa sehemu yangu ya kazi, binti mwema, hafidha wa Qur'ani. Anakaa Magomeni, akuja kusomea hapa. Ndani ya daladala kapata maradhi ya kifua kikuu. Hana asili ya maradhi haya. Sasa kwa sababu ilikuwa kile kipindi cha corona, kila mmoja anamkimbia. Tayari sio tayari. Na ukipatwa na TB ukihema haitoki. Kwa hiyo kila mmoja apime ukimwi, kila mmoja apime UTI, wanaoana wapimwe vipimo vyote. Alafu mkishamaliza hizi harakati, mwelekeni ya Allah, fanyeni na istikhara. Fanyeni na istikhara. Tusitawilishe maneno. Sasa basi, mwisho wa maradhi na kutokujali afya
mwisho mtu anapatwa na maradhi ya kiharusi. Ukiwa umepatwa na maradhi ya stroke, tumekuandalia dawa 5. Dawa ya kwanza ambayo itakutia nguvu, make huna nguvu, inaitwa Shullat. Maji haya maji mazuri yalochanganywa mmea wa pakanga pamoja na mvuti pamoja na kivumba sidume pamoja na ziada. Maji haya mazuri mno. Maji haya mazuri mno. Sasa tumia hii, lakini pia ili iwe sawa, dawa nyingine ya kuongeza nguvu inaitwa hulqum. Hii hulqum hii utakuwa unakunywa. Kwanza itaondosha gesi tumboni, itaongeza power. Mwili utarudi katika hali yake, na kama una uzito wa kula, huna appetite, itaweka kwa ajili ya mtu wa stroke. Lakini pia dawa nyingine lazima utibiwe kwa steaming, kwa mvuke. Kuna dawa inaitwa Menfauj. Hii utachemshiwa maji, utafukizwa mwili mzima mpaka utoke jasho. Ndani yake kuna miembe, kuna mipera, kuna miarobaini, yani ile miti muhimu sana ambayo inaondosha maradhi na mahoma. Kwa mtu wa stroke hizi dawa ni muhimu sana. Alafu dawa zake 2 za mwisho, mtu wa stroke apate dawa ya kuchua mishipa ambayo inaitwa Shalali. Dawa nzuri sana. Lazima mumchue viungo vile vimekufa, apatikane mchuaji amchue hasa, massage. Alafu apate mafuta inaitwa Saktatu Dimaghia. Hiyo Saktatu Dimaghia ndio hayo mambo ubongo kuchanganyika na damu, stroke. Sasa haya ni mafuta yaliosomewa. Saa nyingine zinakuwa za mashetani zile, lakini pia zinaondosha yabis na inaleta utulivu na amani na usingizi, na inapunguza hasira. So watu wa stroke wanakuwa na hasira. Kwa mtu ambaye amepatwa na maradhi ya stroke, jitahidini apate hizi dawa zote. Barakallahu fikum. Kwa leo darasa yetu itaishia sehemu moja muhimu. Itakapoishia itaishia sehemu nzuri kwa wababa. Wanaume tumekuwa madhaifu majumbani, hatujui sababu nini. Na wala hatusemi umri, kwa sababu vijana wadogo leo ndo wanalia na matatizo ya kina baba. Lakini niwapongeze na kuwapa moyo kwamba hili tatizo ni tatizo la dunia nzima, wala sio tatizo la huku Bongo. Na tayari hivi sasa watu watafiti wanasema lina 70%. Na wanasema ukikuta baba 10, 7 wagonjwa. Kwa hiyo ni tatizo hili limeibuka. Lakini changamoto yake inaanzia kuanzia umri wa miaka 35 mpaka 47. Sasa wewe mzee mwenye miaka 60, 70 usishangae sana. Japo roho haikongi, unamkuta mzee ana miaka 90 bado anahangaika. Hebu kalee kwanza ajukuu mzee wangu, lakini hamna shida, tutakusaidia. Utasaidiwa. Lakini ndio maisha, na haitakiwi tukae hivi hivi. Lazima tujitibishe. Lakini kuna baadhi ya vitu tuachane navyo, vinatutia katika majanga, kwa sababu haki zipo. Ukiwa na maradhi, tibiwa mwaka mzima. Alafu mwaka hujakaa sawa, mkeo akidai talaka, basi hakuna kutesana katika dini. Kuna wanawake wa sampuli 2. Kuna mwanamke Mwenyezi Mungu bila alivyomjalia hana matamanio hayo. Yeye shida yake ni stara ya ndoa. Wako hao. Haya mambo mengine yeye anataka tu kustiriwa. Wewe ukisikia markazi kuna mwanamke ataka kustiriwa, unaenda mbio. Mimi niko tayari. Akamwambia mimi naomba unistiri, na watoto 6 watakiwa kusoma shule, na wakwako 6, jumla 12, kijiji hicho. Wewe unasema hataki hata stara bwana. Nataka nimsomee. Wewe ukisikia mwanamke ataka stara, wewe unajua unawaza nini? Hayo unayawaza yeye wewe, lakini yeye hana fikra hizo. Kwa hiyo ukimsikia mtu kustiriwa, nitakula wapi? Nitalala wapi? Jana kanitembelea mama mmoja akiwa analia ofisini kwangu, kagombana kidogo na mume wake. Ananiambia, "Shekhe, kantaliki huu sijui ni mwaka 10 namlilia yeye tu." Kwa nini? Ambia nilivyojiona mimi siwezi kuishi bila ya ndoa, afadhali umauti, mimi nitaka ndoa tu.
na uzito mkubwa na watoto, nani atakuja kunioa katika hali hii? Kweli mume wangu kanipiga kweli kweli, kanifanyia madhila, lakini nataka anirejeshe nyumbani tulee watoto, na nimeona nilikuwa nimevaa nguo, sasa hivi nimevuliwa, kwamba ndoa ni kivazi. Umeona target za wanawake hizo, kustirika. Hata wakitaka kuingia ndani ya ndoa mke na mume, mwanamke anawaza tu maisha ya kustirika. Anawaza nitakapokuwa kwangu na kafriji kangu naweka viazi cream baridi. Wanawake hawapendi usela. Wala hakuna mwanamke hana kazi yangu nimejifungia, hapana. Anataka awe na mume anayemgadi. Ndio maana utakuta wale wenye jaula, wenye Maka na Madina na Taifu, wenye mke zaidi ya mmoja, utaona ile siku unaoenda kulala kwa mkeo, siku ile anapata usingizi sana, hana tension. Yani anaona wewe ndo utamgadi, akiwa peke yake muoga, mara litokee jini, mara, lakini siku unaoenda anafurahia ile zamu yake. Nimeshachoka kulala peke yangu. Yani ile uwepo wako tu anathamini. Ule uwepo wako anathamini. Sasa kuna wanawake wengine hawashughulishwi na mambo hayo, wanashughulishwa na stara. Kwa hiyo huyo ambaye kazi yake ni stara, tena saa nyingine anaona ya nini kuhangaika, nishakuwa mtu mzima, huyo atakuvumilia kama hauko sawa. Lakini bwana, hawafanani wanawake. Kuna kabila zingine hizo, kuna jinsia zingine hizo, wenyewe wasema vitoto vya 2000. Hivi vitoto vya 2000 hivi ujipange Sheikh. Kuna mwingine hicho alichotakia ndoa ni hizo habari tu, wala hakuna habari zingine. Sasa hizi habari hakuna targhibu hapo. Kama hauko sawa lazima uachie ngazi. Lazima uachie ngazi. Sasa ili usiachie tiba muhimu, na ili usiingie kwenye hayo majanga, ndio tunapeana ilmu ndogo tu. Tusitawilishe maneno tena, na wakati wa sala unafika, tuswali tuondoke. Ili usipatwe na majanga, jitahidini kunywa maji kwa wingi. Ala aqali lita 5. Bwana lita 5 zinasemwa tu, lakini ukweli hata 3 watuondoke, uongo. Basi hata moja, wewe hata kikombe leo hujanywa, hata ndege ikakushinda kunywa maji. Yani ili unywe maji labda umekunywa supu, sio hivyo. Sasa mimi nimekunywa supu mpaka nywe maji. Ili unywe maji mpaka wewe umekimbia, takiwa unywe maji kama tiba. Hilo la kwanza. La pili, mujitahidi kutenga muda wa kupumzika, mlale masaa 7. Usingizi ni tiba jamanini, kwa watoto mpaka kwa watu wazima. Baba wewe unatafuta kiyama, unywe maji, upumziki. Punda wa mchana, mzoga wa usiku. Unakimbiza dunia na joto hili la daa. Jambo la tatu, kufanya kazi bila relax. Hata kama tunatafuta 100 kwa tochi, tonge isizidi hivyo. Usiku mzima ulikuwa na mkokoteni, si mazoezi sasa hayo. Beba mizigo, beba mizigo. Haya usiku ukifika unaanza kujenga, si unafanya nini? Unashusha sementi kwenye roli mpaka alfajiri, siku 3 hujalala, mpaka ukitembea uko hivi, unapoteza network. Unapoteza network. Na kuna vishetwani vingine vimekuja, havina haja ya kuvishika vishetwani hivi. Manake huna kazi ya kufanya, lakini TikTok mpaka saa 7 za usiku unakuwa kama mwendazimu huko. Hatari, hatari. Wenzio wamelala, unatumia TikTok. Umeiona hiyo? Saa 7, saa 8. Ole wako upate sababu ya kuedit sasa. Mkiwa kama njoo ulale basi. Na kazi ya watu, kazi muhimu. Muhimu ni wewe bwana. Sisi wenyewe tunakutaka wewe ukiwa mzima. Ukiwa huna afya kwa heri. Kwa hiyo hata zile kazi kuziprogram muhimu. Kwamba muda fulani hapa usingizi mali, sifanyi. Sifanyi. Huu muda nitalala huu. Lakini pia tusile vitu vitamu vitamu vitatuondosha. Lakini pia
wanasema kwa wanaume tujitahidi kufanya ibada sana, tukae mbali na kupatwa na jini mahaba. Alalaqali kama umeshaingia katika mashambulizi hayo, tumia dawa inaitwa Alqawiyul Awwal. Habari ya mjini, mshushu wa mbuzi. Siku ile niliuonja, ngoja na leo nishtue kidogo. Siku ile niliuonja mshushu wa mbuzi. Dawa hii nzuri sana kwa matatizo ya tezi dume, lakini pia inajibu kwa haraka. Inajibu kwa haraka mno. Bismillahirrahmanirrahim. Hii kitu inaitwa Made in Tanzania. Zamani tunasema madeni Tanzania, madeni Chile. Mshushu wa mbuzi, ili uwe unatisha, kunywa mshushu wa mbuzi, alafu changanya na dhaufu jinsia. Huyu hapa ni baba na mama. Hii dhaufu hii unalamba hii. Sasa ili ulete vita, mimi simo, ili ulete vita, changanya na dawa moja matata sana, inaitwa mathna wa thulatha wa rubaa. Kama una mke mmoja achana naye masala haya, lakini kama una wawili watatu, chukua hizi dawa, waoneshe kwamba na wewe ndio baba fulani. 1 2 3. Dhaufu jinsia, Alqawiyul Awwal, mathna wa thulatha wa rubaa. Mwanafunzi ambaye yuko boarding asilete ushabiki kutumia hizi dawa, atapewa kesi ya ubakaji. Hatutaki hizo vurugu hizi. Hizi dawa hizi zitumie kuweka afya, lakini sawa bin sawia ukiwa na mtu wako karibu. Lakini ukweli wa mambo, ongezea na dawa inaitwa hurufum baham, mkia wa kondoo. Mkia wa kondoo, habari ya mjini. Mkia wa kondoo huu unapaka tu, lakini inakusababisha kusafiri kwa muda mrefu sana, lakini pia kukupa testi ya tendo lile. Lakini pia dawa hizi zina mambo mengi, kama hii UTI malaria inaondosha. Hii hapa inatibu maradhi 70, miongoni mwao prostate, tezi dume. Lakini pia hii kule kwenye korodani, mara nyingi wa baba wengi wanakuwa na fungus zinawatesa paka. Lakini pia hata mtu mwenye maumivu ya mgongo, sawa, lakini tushayaandaa kwa ajili ya kupaka. Kwa hiyo kuna vitu tumemix. Tusinge mix vitu vile, ingekuwa yenyewe kama yenyewe, basi pia mtu akinywa hutibu vidonda vya tumbo. Kwa hiyo mkia wa kondoo na kwato zake na mfupa ule ni tiba mujarrab. Hizi ukizitumia hizi dawa ukizitumia, Allah akitia tiki, utazidi kumpa Sheikh Uthmani maksi ya ushekhe. Manake dawa kama hizi umezishika, alafu mtu anunue zote hizi atumia, alafu hamna kitu, unamvunja nguvu. Unajua wengine wananunua kwa sababu ya ule upenzi tu, na sisi hatutaki kudondosha jina letu. Jana mtu mmoja kutoka Marekani alinipigia simu, akanambia, Sheikh, nakupenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikamwambia, habbaka Allahu alladhi ahabbtani ilayhi, nawe yakupende ulionipenda kwa ajili yake. Haya, unachonipendea nini? Ambia kwanza muaminifu. Sijui shangazi yangu kaagiza dawa, umemletea. Umeona hichi kipengele? Akamaliza maneno, kwa sababu wengine katika mtandao anajitangaza anauza dawa, ukimtumia pesa anafunga laini, apokei tena. Nikamwambia, sasa so hilo tu, sisi tulichokisomea, kwanza kabisa mteja wetu ni mfalme. La kwanza atumiwe dawa imfikie, hilo halitoshi. La pili, imtibu ile dawa. La tatu, tuchukue simu tumpigie
unaendeleaje? Angalia mgonjwa, yeye sio famous, hajulikani, alafu wewe unaoitwa shekhe ukabeba simu ukampigia yule dada kule Marekani, yule shangazi, yule kaka kule Marekani, mimi bwana ni Sheikh Othman, habari yako? Alhamdulillah. Naam Sheikh, nilikutumia wiki zopitia dawa, nafikiri ushaanza kutumia. Naam, naomba nijue hali yako, maendeleo yako. Yule mgonjwa anafarijika, yule shekhe hasa kanipigia. Na nikwambieni, huo shekhe ndo anatupa hawa, na kama tuna maisha mazuri hawa ndo sababu. Kwa hiyo hawa ndo mabosi wetu, ushekhe wetu mfukoni, uspasta wetu mbele ya wagonjwa, afu wamekupa pesa, weka pembeni, fanya good service, afu ni sehemu ya dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu mwenye kufanya jambo lake alifanye vizuri kwa ufanisi. Mwenyezi Mungu anampenda mmoja wenu akifanya kazi yake an yutqinahu, aifanye vizuri mno, sawa sawa kabisa, sawa Pia maneno haya nilimwambia dada mwingine ukiacha huyo juzi, nikamwambia basi mimi huwa anapiga simu nimjue yule mgonjwa wangu anaendeleaje, hali yake vipi, sio madam kishalipa kashapata dawa basi kila nipigie dakika 2 nitakupigia baadaye. Lazima kuongea naye, unaendeleaje. Hata mtu kama ile dawa haikumsaidia kwa zile faraja ya kumfuatilia, jamani basi yule mtu hukuona wewe kweli. Unajua kuna vitu viwili, kuna mtu anaweza akawa na elimu kubwa ya udaktari lakini hana uweledi wa kutibia watu, na madaktari wengi ya al-asafi husifika kwa ukali. Jamani, kweli si kweli? Ukiingia kwa udokta, we kaa chini, hebu nyamaza wewe mama. Sasa mimi mgonjwa, wewe takiwa unitibie vyote. We ngoja foleni yako, toka subiri. Dokta mkali huyo, ndo mama mjamzito ana mimba. Mama kweli mshanunua gloves, toka dokta mkali kweli kweli. Hapana, isiwe hivyo. Madaktari tulowazoea sisi zamani, mtoto akienda chumba cha daktari anaanza kulia, unamkuta daktari ana vipipi vyake, au sio hivyo shekhi? Anakubembeleza. Yani unatoka hospitalini na madaktari wa zama zile walikuwa masista, ambia sister mama kanipa pipi, kanipa mdoli. Yani kumbe hiyo ni timing ya kupiga sindano tu. Swali ala nabii. Wako wapi wale madaktari sasa hivi Sheikh Abdallah? Yani unabembelezwa kitoto, njoo mwanangu jamani wow, unaona sikta ananipenda, lakini yote hayo sindano tu. Afu anakubembeleza. Basi pia akienda mtu mzima, baba utapona yani mpaka unasema huyu daktari ananipenda nini? Hata akupendi Sheikh, hata akupendi. Leo hii wanawake wagomvi wenzi wao, wanawake wenzi wao, mpaka wanawake wetu leo wanasema maneno ambayo sio ya sawa. Afadhali uzalishwe na mwanaume bwana. Wanaume wana huruma, si anakutamani. Kwani hakutamani? Mwanaume wewe pole, lakini akienda kwa mwanamke mwenzie, kaa huko bwana, utupigie kelele saa hizi asubuhi. Hapana, isiwe hivi. Lakini ukifika kwa daktari mwanaume, utapona mama utapona kidogo tu. Afu dokta, nakusikiliza, au siwe na wasiwasi. Yani watu wote wake. Lakini leo mgonjwa, wewe chukua ndugu yake mchukulieni kule mpaka. Sio hivyo. Wewe si ndio dokta? Kazi yako kupima mikojo, kuangalia hali zetu. Kwani ufikiri pale tunaweza tukatengeneza urafiki na undugu na usuhuba? Si ndio tumejuana? Sio ndio tukishatibiana basi? Kwa hiyo pia vile vile nasi huku kuna mashekhe, nimalizie wakali Sheikh Saimu, wakali hao. Wakali kweli kweli. Yani mtu kaulizwa, sasa shekhe, we nyamaza we mama, unaona uko Maka kama uko Amerika kama pepo huko, utachomwa wewe, mbuni ache kelele we. Eti daktari huyu siku nyingine hakutafuti. Ndio maana sisi
kwenye ofisi ya Uthman Michael, tukiona mtu hajaridhika lazima tutafute sababu. Kwa nini hajaridhika? Kwa nini hajaridhika? Sisi tunashuka chini kwa ajili ya wao. Inshallah Mungu atusaidie. Kwa hiyo kina baba, tumalizie na dawa zenu za mwisho. Kuna dawa ya kukawia katika jambo inaitwa inzali. Kuna dawa ya kurutubisha uzazi inaitwa maulidatun. Kuna dawa inaitwa al-kubra kwa ajili ya kiungo cha uzazi. Baada ya kuyasema hayo, kwa leo inshallah tunaomba tuishie hapa. Tuseme wajazakumullahu khairan ala husni ismaikum. Lakini pia sambamba na yote, tunapatikana sisi nchi ya Tanzania, nchi ya pekee, nchi ya pili duniani baada ya nchi ya Maka kuwa na amani. Nchi ya pili ni nchi ya Tanzania, ni nchi ambayo tumepewa tunu. Ukitizama ramani utaona maporomoko ya milima na mabonde na kijani kizuri na madini ya kila sampuli, mpaka tuna madini ya Tanzanite kule Arusha tunayapata, tuna madini ya almasi, tuna madini ya dhahabu, tuna neema nyingi, tuna samaki wa kuliwa hata mpaka Ulaya. Ni nchi ambayo ina neema kabisa, lakini pia ni nchi ina malakatu, ina talanta, ni nchi ina vipaji vingi kweli, kuanzia mambo ya kidunia mpaka mambo ya kiakhera. Waimbaji wengi Tanzania, mashekhe mafasaha wengi Tanzania, makomediani wengi Tanzania. Tumeelewana vizuri, ni nchi nzuri. Kuna mtu mmoja tu kasema maneno nikamwambia muongo. Akasema msiseme hivyo. Siseme hivyo bwana. Kuna kifaa kilitengenezwa, hichi kifaa kikimuona mwizi tu kinamkamata. Kilivyotengenezwa kikapelekwa Marekani kikasachi, akijapata mwizi hata mmoja. Kikapelekwa sijui Uingereza, hakijakamata mwizi. Baba, kilivyoletwa Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, kilivyopelekwa pale Uganda kikakamata wezi 2000. Kilivyoletwa Kenya kikakamata wezi 3000. Kilivyoletwa Tanzania ambia chenyewe kikaibiwa. Kaambia uongo. Tanzania sisi ni watu wazuri, na ndio maana kila kinachotoka Tanzania shekhe ni kizuri. Nyie hamjafuatilia tu. Hata kuna watoto walitoka kaenda kusomeshwa Kenya, wamehifadhishwa na watu wa Bukoba. Watu wa Kenya walishangaa, hii Qur'ani ya wapi? Majua Qur'ani inaonenwa Tanzania kama ya Saudia. Wana sauti hatari. Watu wa tajwidi wengi wanatoka hapa na mambo mengi. Si unaona hata lugha ya Kiswahili. Kiswahili kizuri ni hapa. Mpaka kwenye simu kuna application ya Kiswahili. Lugha nzuri. Kiswahili bwana kimezaliwa Tanga kwetu. Ndio kimezaliwa mji wa mahaba. Kilivyozaliwa kikaanza kukulia Zanzibar. Si unajua mtoto saa nyingine anakuwa na vijihoma, kikaanza kuumwa kidogo hapa. Kilipofika Kenya, kikashikwa na homa bwana. Homa la nguvu. Kabidi kipelekwe Uganda, Uganda kimelazwa. Kilipopelekwa Burundi kikafa. Kilipofika Kongo yakafanyika matanga. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.